Karibu tena mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuahidi ni kwamba tutakuwa tukirejea na mjadala hususan kuhusiana na kurunzi ya ugatuzi katika kaunti ya Machakos, na ndani ya nyumba wale ambao ni wageni wangu washafika, ambaye niko na yule ambaye ni Kevin Osido ambaye ni mtaalamu wa uongozi. Pia tunaye Francis Kavyu ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Kinani Mathatani. Pia tuna Stephen Mwanthi ambaye ni naibu spika wa kaunti ya Machakos, karibu sana. Pia tuna Grace Bahati ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Cheleni, karibu sana dadangu. Pia tuna Judas Billy Ndawa ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Matu, karibu sana. Pia tuna Boniface Maeke, mwakilishi wa wadi ya Kalama. Na mpenzi mtazamaji, hawa watanisaidia kudadavua masuala kuhusiana na ugatuzi katika kaunti ya Machakos. Leo ugatuzi ama ujio wa ugatuzi umeweza kupigiwa debe na wengi, na wengine wameweza kusema kwamba hawajaona matunda yoyote ya ugatuzi, lakini tuko hapa ili tuweze kudadavua masuala kuhusiana na ugatuzi hii leo, kurunzi ikiwa inaangazia kaunti ya Machakos. Lakini bila kupoteza wakati, niruhusu tu niweze kuwahusisha wale ambao nimeweza kuita ndani ya nyumba waweze kunisaidia kufanya mjadala kuhusiana na ugatuzi. Tuanzie na yule ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, Bwana Kevin. Bwana Kevin, hadi sasa tukiyatanguliza swala la ugatuzi, je, unahisi kana kwamba Wakenya wameshatambua kwamba kuna ugatuzi ama wanasema vipi, kulingana na wewe ukiwa mtaalamu wa ugatuzi? Asante sana kwa mwaliko na tena shughuli ambao tunao hapa. Natumai ya kuwa kwa mtazamo wake Mkenya, ugatuzi umeweza kuhakikisha ya kuwa kuna zile shughuli ambazo mwananchi sasa anazipokea, ambazo tunaziita ni service delivery. Na ukitizama katika mrengo wa sura ya 4 ya katiba yetu, kuna zile shughuli ama kazi ambazo zimegatuliwa kati ya serikali kuu na pia serikali ya gatuzi. Na hizi ni shughuli ambazo kila kukicha mwananchi ana interact nazo kwa hali ya ukaribu sana. Na ni masuala kama ya afya, na ukitembea katika zile gatuzi zetu mbalimbali utaona kwa hakika ya kuwa kuna zile shughuli za afya ambazo mwananchi anazipokea. Kuna pia masuala ya barabara zile ambazo zimegatuliwa, na ukitizama kwa hali ya undani utaona ya kuwa hata wale wakulima, mama mboga, ule bodaboda, sasa hivi hatuoni kama kati ya zile serikali zetu 47 watu wengi sana haoni ni kama hawana barabara ama pengine zile shughuli hazijafanyiwa kazi. Masuala kama ya elimu ama masomo, kuna zile changamoto, lakini katika zile vipengele ambavyo vimegatuliwa tunaona kama magavana na serikali zetu gatuzi wanatia bidii na wanaendeleza ule intention ama spirit ya ugatuzi. Kwa hivyo kwa pengine kiwango cha kwa kipimo cha 1 hadi 10, ningewapea serikali zetu pengine alama niseme 7 chini ya 10, 70%, ambavyo nafikiri ni pass. Na hata tunapozingatia zile kazi ama shughuli ambazo tayari zimefanyiwa na tunaona kama wananchi wanaziona, pia kuna zile changamoto nyingi sana ambazo bado zinatatua ama zina trouble shughuli ya ugatuzi katika nchi yetu ya Kenya. Naam. Namshukuru sana Osido. Nije kwa maana hii leo tunaangazia kaunti ya Machakos. Nije kwako Kavyu. Tueleze labda kwa mtazamo wako hali ya ugatuzi iko vipi katika kaunti ya Machakos kwa mtazamo wako kama mwakilishi wadi? Shukran Chichi. Kwanza kabla niweze kuangazia ya Machakos, naweza nikasema kufikia sasa miaka 13 hivi tangu tuweze kupata serikali za ugatuzi. I think mwananchi ameweza kusaidika na pia kumeweza kuwa na zile changamoto. Lakini kwa asilimia kubwa yale matarajio ambayo katiba ya 2010 ambayo ilikuwa inaashiria kuweza kutimiza ile kuweza kuleta huduma karibu na mwananchi, kwa kiasi fulani tumeweza kuwafikia. Ingawaje changamoto za ufisadi na pia kwa kiasi tunaweza tukasema uongozi mbaya ambao uko na ubinafsi umeweza kuathiri shughuli zile, maana
baada ya miaka 10, sasa ni kipindi cha 3 tangu tuanze serikali za ugatuzi. So matarajio ni kwamba kwa sasa zinafaa kuwa zinaendeshwa vyema. Maana ukiangalia muhula wa kwanza ambao ulikuwa 2013 hadi 17 na mfumo wa pili ambao ulianza 17-22, ilikuwa ni matarajio zile teething problems zingekuwa zimeweza kuisha na mfumo wa tatu uweze kuendesha vizuri. Lakini kama tunavyosema ni kwamba even the worst form of devolution ni better kuliko wakati ule vitu vyote vilikuwa vinafanyikia Nairobi. Kwa hivyo tukiangazia pale Machakos kwa kipindi kile cha miaka 2 ambacho tumeweza kuwa kuchaguliwa na pia tukaweza kuwa na gavana, naweza nikasema ingawaja tujaweza kuwafikia yale matamanio ambayo tumekuwa nayo kama county, naweza nikasema kwa kiasi gavana ameweza kujaribu ile yake, na pia sisi kama wawakilishi wodi katika ile kuhakikisha kuna sheria na kuna mikakati ya kuwezesha serikali kuweza kufanya kazi yake, tumeweza kutekeleza hilo. Kwa hivyo kama vile mwenzangu Kena aliweza kusema, I think kwa upande wa bunge la jimbo la Machakos naweza nikaipa 8%, na upande huu mwingine wa executive naweza nikasema nikawapa 5 kwa 10. Maana ukiangalia especially mfumo wa sekta ya afya imeweza kuwa na changamoto zake. Maana sijui swala la madawa kutokuwa katika mahospitali Kenya litakuja kusawawishwa vipi. Lakini ukiangalia pale Machakos, licha ya kuwa tumeweza kung'ang'ana, kumekuwa na hospitali mpya ambazo zimejengwa, lakini hospitali tunasema ni dawa. So ukipata wakati mwingine kama unalo na dawa hazipo, hiyo ni changamoto moja imeweza kukumba. Lakini county number 16 tunang'ang'ana. Tutahitaji tujue mengi zaidi kuhusiana hususan na sekta ya afya na pia katika kaunti ya Machakos, lakini kanyagia hapo tuweze kusikia wosia kwa ufupi sana kutoka kwa Steven. Labda Steven, hadi sasa hali ya ugatuzi iko vipi? Wengine wanaipa katika kaunti ya Machakos 8, wakisema executive iko na 5. Sijui wewe utasema vipi? Asante sana Chichi, na mimi pia other than being the deputy speaker Machakos, pia mimi ni mwakilishi wa ward inaitwa Kalakala. Kalakala iko Masinga sub county. Mimi niseme ilikuwa ni swala nzuri hii ya ugatuzi, na tunavyoona ukiangalia venye saizi watu wameweza kupata maendeleo kutoka na hizi serikali za ugatuzi, ilikuwa mafikirio bora. Ni vizuri tung'ang'ane ama tusukume kuendeleza ugatuzi. Kifana mfano hiyo sekta ya afya, ukiangalia mabarabara na vitu kama hizo, mwananchi ameweza kupata maendeleo. Pia tunaelewa kulingana na katiba ilikuwa imekubalia kwamba kaunti ziwe zinapata 15% juu ya 100. Na kidogo ukiangalia hata ni kama imeenda chini. Na inaweza kuwa ndio sababu tunaona kidogo serikali zinang'ang'ana sana kupata hizi vitu. Chichi, ukiangalia kwa mfano kama counties, bajeti ya nchi zima saa hizi ama mwaka wenye umepita ilikuwa ni trilioni 4, 4 trillion. Kweli. Lakini ukifanya hesabu ya pesa yenye zilienda kwa counties ilikuwa ni bilioni 385. Ukifanya hesabu yako kidogo tu unapata hiyo hata ifiki 10% ya bajeti yote ya nchi. So hapo na alafu ukiangalia matarajio ya mwananchi iko juu sana. Mwananchi anategemea sana ugatuzi kushinda serikali kuu. So hapo ndio unapata kuna hizo changamoto za kupata madawa, kupata maji ya kutosha na vitu kama hizo. So kulingana na mimi nikiangalia kazi yenye magavana wanafanya, ikiwemo Machakos, kwa sababu tunajua ni nini imeweza kufanyika, yenye serikali yenye tuko nayo saizi imefanya, na mimi saizi na serve mula wangu wa pili. Najua ni nini ilifanyika mula wa kwanza na hii wa pili. Mimi naona inang'ang'ana sana na kazi zuri tu imefanywa. Kama ingekuwa ni rating, ningeipea hiyo 8
8 kati ya 10. Nayo executive tuipatie ngapi? Mimi zote ni serikali moja, serikali ya assembly na executive zote ni ni serikali. Sisi tuko serikali moja yenye sisi wote tunaserve watu wetu. Naam. Dadangu, tusikie usia wako kuhusiana na ugatuzi ama ujio wa ugatuzi. Maoni yako ni wepi labda? Nashukuru sana Chichi. Kwangu ningesema ugatuzi ni jambo la maana ambalo tuliweza kupewa kama nchi yetu ya Kenya. Nikizingatia nimekulia kule mashinani na wakati nilipokuwa nikikua ulikuwa kabla ya ugatuzi. Na sasa unaona kwa kweli ugatuzi umesaidia. Lakini kuna mambo mawili matatu ambayo kama serikali tunafaa kuangalia, kuweza kuchambua, kuangalia tunaweza kaiboresha aje. Tunaweza ni lipi ambalo tunafaa kuongezea, ni lipi ambalo tunafaa kuliondoa. Kwa kusema kweli kwangu kama jimbo letu la kaunti ya Machakos, ningesema kuna mengi ambayo tunaweza yafanya. Maanake kuna mengi ambayo tunaweza kuyafanya, lakini tunahitaji kuweza kuweka mikakati ndio mwenye nchi aweze kuona kazi ambayo tunaifanya. Mimi kama mmoja ambaye niliyechaguliwa na nilichaguliwa independent kama bila chama, napenda sana kusikiza sauti ya mwenye nchi, na itakuwa la maana sana kuangalia kile ambacho mwenye nchi ambayo anasema ni lipi ambalo kama sisi ambao tuliochaguliwa kutoka kwenye governor DCC wakilishi wodi, kuangalia tunaweza ongezea nini. Kwa hivyo tukiweka kwenye umesema nisema 8 wengine 7 nini, ningesema kwa sasa hivi naweza sema ni 5. Kwa nini? Labda ndarudi kwako. Tuweze kujua kwa nini wewe umewapatia 5. Lakini wewe sasa tuweze kusikia wahusia wa mwingine kuhusiana na hali ya ugatuzi yeye anaiona vipi labda. Wacha nishukuru sana kwanza kwa nafasi ambayo tuje tuzungumzie masuala ya ugatuzi. Shukrani. Wakati ule katiba ya 2010 ilikuwa inaundwa, wale ambao waliketi chini na kupangisha mambo ya ugatuzi ilikuwa ni kuleta huduma katika mashinani. Ijawapo kumekuwa na changamoto jinsi wenzangu wameweza kueleza, kuna changamoto mingi kwa sababu utakuja kupata jinsi katiba ilikuwa imefanya zile huduma ziwe, ni huduma chache sana zimepelekwa kule mashinani. Kwa hivyo unapata kuna ile vuta ni vute katika kutekeleza mambo ya ugatuzi. Na tukikuja hapa kwetu tuzungumzie mambo ya Machakos, naweza sema kama mahali kwingine kote kuna changamoto katika utekelezaji wa ugatuzi. Na mojawapo kati ya hizo changamoto ni tukikuja katika ile tunasema rasilimali watu ama human resource. Sababu mara mingi utapata hizi county wakati ziliundwa zilitoka katika ule mfumo ulikuwa wa local governments, na watu wakataa kufutwa wakaingizwa katika sasa katika mfumo wa county, ambapo sasa kuna wale ma-CCM, kuna wale ma-CEO, na mara mingi hata wale watu wakikuja wanachaguliwa. Katika mara mingi sana inakuwa ni kama kuwashukuru, labda ninataka nichague ule mtu ambaye alinisaidia kukuwa governor, aliniunga mkono. Kwa hivyo unapata tuko na changamoto sana ya human resource, that is rasilimali watu. Katika unapata tuko na watu ambao wamekosa ile taaluma. Kwa hivyo unapata kazi mingi zinafanyika. Pia katika muundo wa hizo kazi, sababu kazi mingi ni a bit technical. Unakuja unapata kazi moja inafanywa na watu wengi. Kwa hivyo pesa mingi za kaunti mingi, hata ikiwa baadhi ya Machakos kwetu pia zinaenda katika kulipa watu. Ilhali sasa ile maendeleo ukikuja uangalie ile percentage ambao iko, unapata iko chini sana. Ile jambo ingine ni ile pesa ambao tunazungumza tunaitanga kwa kimombo on source revenue. Sababu unapata wakati tunakuja tukitengeneza bajeti tuna makadirio fulani ya kuwa huu mwaka tutakuwa na bilioni 4. Sasa wakati tumekataa kupata ile bilioni 4, unapata tulitumia hizo pesa kufanya kazi zingine na tukaacha kufanya mambo ya msingi. Sababu ni kama
unatarajia nitapata by mwisho wa mwaka nitalipwa 30,000, lakini katika uhalisia unapata umepata 10,000. Kwa hivyo tunapata kuna hiyo bajeti hatufikii. Kwa hivyo mara mingi tunarudisha bajeti zinatendeka. Kwa hivyo changamoto ni mingi sana. No. Na ile changamoto zingine sasa ni ile unapata kama kwingine tu watu walipoingia katika ugatuzi na hasa viongozi walisahau kuwa wao ni viongozi wa kufanyia wananchi kazi. Ikawa ni kama sasa tribal. Ni kama mambo ni kama imekuwa kama majimbo. Sasa ikakuwa ni kama wale wamesimamia, inakuwa ni kama upresidenti mwingine mdogo, ni kama rais mwingine mdogo, ni rais wa Machakos, ni rais wa Kakamega, mahali popote pale. Kwa hivyo kuna hizo changamoto mingi. Na labda utatupa changamoto zaidi na hususan kuhusiana na kaunti ya Machakos, lakini tusikie mwenzetu pale anayepia kusema. Mheshimiwa, wewe utasema vipi kuhusiana na ugatuzi labda? Thank you. Kwanza nishukuru kwa kuitwa hapa leo. Na pia nishukuru wenye walituchagua ndio tukawakilishe kule katika bunge letu la Machakos. Naam. Kwanza ningesema maneno ya devolution hiyo ya ungatuzi. Wenye walikuja na hiyo mafikiria walikuwa wameona mbali sana. Na kama wangekuwa hapa ningewapulia kofia sababu walifanya kazi mzuri. Ile mambo ambayo inafanywa sasa kule kwa vijiji because of devolution haingefanyika tukiwa Nairobi. In fact, essence yake ilikuwa kupeleka resources to mwananchi na services to mwananchi. To the doorstep. Nikiangalia zile vitu zilikuwa wakati tulikuwa Nairobi na zile ziko saa hii tukiwa Machakos, saa hii tuko mbele. Mimi nimefanya kazi na magavana wawili. The first governor, Dr. Alfred Mutua, and I'm now working with the current governor, Honorable Wabina Ndeti. Na wote wamejaribu. Mutua alifanya kazi mzuri na huyu mwingine anafanya kazi mzuri tena zaidi. Zile changamoto ziko pale ni expectations za wananchi. Matarajio. Watu wakienda kupiga kura, wanapiga kura wakisema tunataka tufanyiwe ABCD. Na hiyo ABCD itakuwa back na nini na budget. Saa hii kuna zile indara ambao zilikuwa devolved, zikatolewa kwa national government zikakuja nini? Kama hiyo indara tunasema ya afya. Wali devolve hiyo indara na wakadevolve pamoja na staff. Na hao staff ukumbuke kuna zile collective agreement walikuwa wameweka na national government. National government yuko na 100% kiti ambao wanatupatia 15% na baki na 85%. Wametupatia hiyo, watu wameleta kwa counties na hiyo pesa ya kulipa hawajaleta pia. Na hiyo collective agreement ambao walikuwa wamefikia, walikuwa wengine wamepandishwa. Wanalipwa pesa mingi sana. In fact, daktari ambaye tunaweza kuwa sasa tunaandika saa hii, tunaweza kuandika madaktari 10 watumie mshahara ya daktari mmoja ambaye tulitoa kule Nairobi. Ile changamoto nyingine kubwa, budget zetu. Tunapitisha budget na chochote tunafanya, tunaweka kwa budget, tuna expect tutapata pesa from Nairobi na ile utakusanya kwetu. Kuna hii changamoto ya legislation. And these are an external effect. National Assembly juzi walipitisha mswada. Wakasema inaitwa KARA. Wakasema tuna reduce zile pesa zinaenda kwa counties. Sisi kama jimbo la Machakos tumepoteza about 372 million. Ambazo tulikuwa zimeziweka kwa budget. Sasa tunalazimika kwenda kukaa chini tulete supplementary tutelemushe. Labda kabla uendelee nitahitaji nijue, maana ulisema kwanza changamoto kubwa ni kuhusiana na matarajio. Sijui mtaalamu wa masuala ya uongozi atasema vipi kuhusiana na swala la matarajio. Labda Osido, wewe unaona vipi kuhusiana na kauli ya mheshimiwa pale? Chichi, nafikiri matarajio ni masuala ambayo hatuwezi yakimbilia. Na ni sababu ukishajiita ama ukishaitwa mwanasiasa, lazima yule ambaye anakupigia kura awe na matarajio. Kweli. Na ni sababu katiba yetu ya nchi ya Kenya imetupea niseme mrendo mbili ambayo unaweza wania kiti. Unaweza ingilia uchaguzi kama an independent candidate, yule ambaye anachaguliwa kiwewe, kumaanisha ya kuwa hauna chama cha kisiasa. Na ya pili, pia unaweza jingiza kama memba wa chama cha kisiasa, na alafu ujitoze
uchaguliwe kama kiongozi. Na kumbuka ya kuwa haya matarajio yote, kuna sehemu ambacho baadaye wale ambao wamechaguliwa wote wanajiafikia. Yamaanisha ya kuwa kuna chombo cha uongozi ama cha governance ambao kinaitwa County Integrated Development Plan. Kwa hivyo ukishachaguliwa kama tuseme governor ama mwakilishi bunge MP ama senator ama mwakilishi ward MCA, hakuna sehemu ambapo sasa utaanza kusema ya kuwa mimi kama yule ambaye mlinichagua siwezi nikatimiza malengo yenu ama matarajio yenu. Na ni sababu sheria inawataraji wale ambao wamechaguliwa waweze wakaketi kwenye meza moja, ambao kila mtu analeta matarajio yake. Kumbuka ukiwania kiti, kuna sehemu ambacho kunaitwa campaign. Unasema kila kitu, hata zile shughuli ambazo unajua uwezi ukazifanya. Lakini inaitwa manifesto. Baadaye mwananchi anatarajia ya kuwa ukishachaguliwa yale ambayo uliyasema lazima uzitimize. Lakini uzuri ni kuwa nchi yetu ya Kenya tumepewa vyombo vya uongozi kama CIDP ambayo pia inapewa support na sheria mbalimbali ambazo zinatengenezwa. Na kati ya hizo sheria ni sheria moja ambayo inaitwa Finance Bill. Yaani ile sheria ya bajeti. Na hiyo bajeti inatengenezwa kwenye steps tofauti, ni kama steps kama 6 hivi. Lakini changamoto pengine chenye Mheshimiwa Boniface pengine anatuelekeza ni kuwa hatuoni kama zile changamoto kama zile matarajio ya wananchi mara mingi zinatimizwa. Na ni sababu wao viongozi wenyewe hawaongei from the same point of focus. Kuna yule anasema mimi nimechaguliwa kama sijui yule ambaye alipata kura mingi sana kushinda wengine. Kuna mwingine anasema mimi hata last quarter nilichaguliwa na nilichaguliwa kama sijui local councillor na katika hii devolution nimechaguliwa mara 3. Kwa hivyo kuna ule ubabe ama ule some sense of superiority ambao viongozi wengine wako nao. Na ni sababu kumbuka tumesema ya kuwa matarajio ya mwananchi, hata yule excellency governor haezi akayatimiza bila kufuata sheria. Na hiyo sheria ama hizo sheria zinaundwa na hawa wenzangu ambao wako hapa. Kwa hivyo kama matarajio pengine mwananchi haoni kama matarajio yake yanakifishwa, tuwaulize wale MCAs, je, mumepita sheria ya kuhakikisha ya kuwa mwananchi matarajio yake yametimizwa? Kama kuna masuala ya bajeti, je, mumepitisha sheria ya kuhakikisha ya kuwa bajeti imetengenezwa? Kwa mfano sisi kama shirika la County Governance Watch tunafanya na hizi serikali gatuzi zote, na pengine nikiashiria serikali gatuzi la Machakos, kuna sheria 2 ambazo tunazifuatilia kwa ukaribu sana. Ya kwanza niseme generally social protection ya wananchi, inclusivity. Vijana wa Machakos katika msimu huu bado hawana sheria. Kwa hivyo ukiangalia zile priorities za bajeti ya Machakos, kuna kitu ambacho kinaitwa social protection. Na fedha tayari ishatengwa kwa bajeti ya Machakos County kuhakikisha ya kuwa vijana, walemavu na wamama malengo yao ama matarajio yao yanaafikishwa. Lakini sheria ambayo Mheshimiwa Wavinya Ndeti gavana anaweza tumia kuhakikisha ya kuwa yale matarajio yameafikishwa, hamna. Sababu pengine kuna laziness katika county assembly ama priorities ziko tofauti. Juzi tumeona kama hao wenzetu hapa wanapigana kwenye assembly, sijui watatuelezea walikuwa wanapigania nini. We spend too much time katika vitu ambavyo vina take time kuhakikisha ya kuwa yale matarajio ya wananchi. The time we spend in other non-priority issues ni mingi sana kulingana na ule saa na ile concentration ambayo yatakikana tuweke katika masuala ya kuhakikisha ya kuwa mwananchi ameafikishwa na zile matarajio zake. Na shukrani. Niliona waheshimiwa wengi hapa wakiweza kukubaliana na wewe wakati ambapo tulikuwa tukizungumzia masuala ya matarajio, na dadangu nikamwona akiwa very keen. Labda ulikubaliana na Osindo kuhusiana na lipi hasa? Nikubaliana naye, manake jinsi alivyosema kuna sheria kama sisi wakilishi wodi, kazi yetu kubwa na usaidizi wetu kwenye gavana ni kumfanyia sheria ambazo zitamruhusu kuweza kuzitumia zile hela. Sasa hizi hela ambazo tunawekewa ama bajeti si hela zetu, si hela za gavana.
ni hela za wenye nchi na wanahitaji kuona kazi ikifanyika. Ametumia ametumia example moja ambayo amesema kuna mambo ambayo ni ya walemavu ama kama ameita social welfare. Tunayo sheria ambayo sasa hivi kwa mbunge ambayo tunafaa kuikalia tuweze kuiweka vizuri. Kuna hiyo social amesema kuna moja ambayo inaitwa MYS, Machakos Youth Service. Ni kitu kizuri sana kwa wenye nchi. Lakini tutawezaje kuendeleza hivi kama hatuna sheria ambayo inafaa kufuatilia? Na hivyo ndio utapata mara nyingi kuna huo mvutano pia kwenye magavana na control of budget. Hizi hela zilitumika wapi? Kwa nini zilitumika hivi? Tunahitaji kuona hizi hela zikitumiwa vizuri na tunataka kuona sheria ambayo inatumika kufuatilia hizi hela. Na amesema vizuri sana, sisi kama wakilishi wodi, kazi yetu ni sheria ambayo tunafaa kuwa tukizingatia zaidi. Manake tukikosa kuizingatia inamaanisha wale wenye wakilishi ambao waliotuchagua kuna mali ambapo pia nao wanaumia. Na hapo ndio mara kwa nyingi utapata kwenye kaunti zetu ama majimbo yetu tutasema watu unaona wakipigana. Manake kuna wale ambao wanataka kufuata ile sheria na pia utapata kuna wengine ambao hataki kufuata ile sheria. Utapata kuna wakati ambao tunasema equalization. Kuna wakati mwingine utapata ndio kweli hii wodi inapata maendeleo zaidi kuliko wodi nyingine. Manake kila mtu pale anajaribu kukosa kufuatilia ambao waliotupigia kura. Wodi kama kwa mfano Machakos tuna wodi 40. Kwa hivyo utapata kuna wodi kama 10 ambazo ndizo zinafaidi zaidi kuliko wodi zile zingine. Kwa hivyo kama wewe ni mwakilishi wodi, inamaanisha lazima uulizie watu wako sheria inafaa kuwa hivi. Hata kama sisi ni wa mrengo mwingine tulipia upiga kura kwa gavana ambaye akufaulu, pia hata sisi hiyo wodi tuna haki ya kufanyiwa kazi. Hivyo ndio utapata mara nyingi kwenye county utapata hivi vita vingi. Amesema tunazunguka hapa kwenye county vita vikifanyika, lakini unapata ni interest tofauti. Kila mtu ana interest, governor ana interest yake, wakilishi wodi wana interest yake. Kwa hivyo hapo ndio unapata mvurutano. Pia tutahitaji tujue kwa nini mlipigana, kwa ni gani. Kwanza huyo naibu wake speaker Steven anatueleza pia ni nini hasa interest zilikuwa zipi. Lakini ni swali ambapo limeibuka. Kuna jambo mtaalamu wetu amezungumza ya kuwa ni vizuri sababu tunasikizwa na watu wengi, isionekane ni kama sisi hatujafanya kazi. Mimi ni mojawapo wa wale watu ambao wanaketi katika kamiti ya bunge ya youth and empowerment. Huo mswada na sheria ni sheria ambayo imekuwa iko pale, na natarajia wiki ijayo majaliwa huo mswada utapita na wanarika wetu watapata hizo sheria na tutakuwa tunafanya kazi. Kwa hivyo pia sisi kama waheshimiwa tunafanya ile jambo letu la kufanya. Lakini ujue mara mingi hizi sheria, the bills zina originate kutoka kwa executive. Kwa hivyo mara mingi ukiona inakuja, inaletwa, inarudishwa, sababu sisi hatutapitisha pia sheria ambazo ni sheria ambazo hazisaidii sana. Tunataka tukue na sheria ambazo zinasimamisha. Kwa hivyo kama mtaalamu akiangalia next wiki ijayo katika baadhi kama itakuja katika floor of the house, ataona hizo mambo ya Machakos Youth Empowerment Program itakuwa. Kwa hivyo nyinyi kama wawakilishi wadi pia mnafanya kazi. Tunafanya kazi. Kazi yetu, unajua, kazi yetu ni rahisi sana. Kazi yetu ni kama kinara. Kazi yetu ni kama kuandika, wale kinara walikuwa wanaandika noisemakers. Na sasa kazi yetu sana, na ndiposa hata si kumkosoa saa DS, ulimuuliza apeane marks, akasema marks yake anapeana yote moja. Mimi sijapeana yangu nitapeana baadaye. Lakini ukiangalia hakuna ule, unajua wakati executive na assembly wamekuwa na ndoa, wakioana na hiyo ndoa ikuwe si halali, wananchi ndiye anaumia. Kwa hivyo zile vito unaona Machakos ni sababu kumekuwa na ndoa, na hiyo ndoa tunaona ni kama si halali. Tunataka sasa tuhalalishe ndoa ikuwe ni ndoa mbili, ndoa ya executive na ndoa ya assembly. Kwa hivyo mna mpango wa kuhalalisha. Lakini kabla hilo, ukiniruhusu ningemuuliza sekunde 30 labda. Hakika. Kumbuka ya kuwa utunzi wa sheria kuna processes. Pengine akisema ya kuwa sheria itakuwa ready by next week, angetuelezea sheria ya vijana ya Machakos Youth Service iko katika stage gani ya utunzi wa sheria. Ili itakapofika next week
basi tuweze tumulize na tuulize waziri na chief officer ile sheria yenye tuliahidiwa iko wapi. Labda atatueleza baada ya hili. Tunaweza zungumza lakini hatujapata maoni ya wakazi. Ndio hiyo, utatueleza zaidi. Lakini tunaweza zungumza mengi, lakini lazima tupate maoni ya wakazi wa Machakos. Wanasema nini? Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, niruhusu nikufululize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Machakos tuweze kusikia wakazi wa Machakos wanasema nini kuhusiana na ujio wa ugatuzi. Tunaungana naye mwandishi wetu Nicholas Mbai. Nicholas, iwapo unanipata, tueleze wakazi wa kaunti ya Machakos wanasema nini kuhusiana na ugatuzi. Nama, shukran sana na kupata vizuri upande huo wa pili, ikiwa ni katika kaunti ya Machakos Kuu. Nimesimama katika kanisa la AIC Makutano loko katika wadi ya Kinanie Mathatani katika kaunti la Machakos, katika soko la Makutano, barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa. Na kama ilivyo kwenye mada, tukizungumzia swala nzima kuhusiana na barabara baada ya kuwepo kwa serikali za ugatuzi kufikia sasa. Na barabara ambayo nimesimama kwa sasa ni moja kati ya barabara ambazo huathirika pakubwa na mvua. Barabara kutoka chini kabisa kule katika ofisi ya chifu wa eneo la Makutano hapa Chumvi, na vile vile kupanda juu zaidi kufika Makutano mjini. Na hapa leo hii najumuika na wananchi waweze kunifahamisha kwa wingi ama kwa upana zaidi, je, kufikia sasa hivi wamekuwa kiathirika vipi na barabara, na vile vile hali ikoje ya barabara zao hapa katika kijiji ambacho wanaishi hapa katika eneo hili la Makutano. Kukinyesha unapata drainage sio safi, maji inaingia kwa plot, unapata hata ukiwa umelala kumenyesha unasikia sufuria yako imeenda. Kukinyesha kunakuwa na matope, unapata hata kaa uko na biashara, unapata hakuna client anaweza kujia, kaa unauza miko ama umefungua hoteli. Tukiendelea ni kwamba tumekuwa tukiambiwa kwa public participation ya county government ya kwamba ilikuwa imetengewa budget kutoka 2022, 2023, sasa tunaelekea 2026. So tunaomba kama ni kufanyiwa kazi, tufanyiwe budget ikitoka, juu hii barabara inatuadhiri. Wengine wanafanya kazi, kukianza kunyesha, hakuna gari inaweza kujia hapa. So tuna struggle sana kwa wenye kwa biashara na kwa wenye pia tunaenda kazi asubuhi. Barabara za Chumvi, tuseme kwanza Chumvi town zimeharibika kabisa. Kwanza hapa nikielekea kuendea maziwa hapa kwa duka, mvua ikinyesha hapa uwezi ukajua mahali unaweza pita, hakuna mahali unaweza, hata ukipita unaweza anguka juu ni matope. Barabara hata za kwenda kupita pale Slota, barabara hiyo kuteremka na Silanga mpaka kule Shireni, huko na kote kumeharibika kabisa na kuna chenye amefanya. Amesema ataenda ataweka cabros, akuweka. Wataenda wakasema atakuja na tingatinga ikate barabara ndio isibebe na maji, hakuna chenye amefanya mpaka sasa. Mama, tunakuuliza pesa zilitolewa ulipeleka wapi, ama mlifanya budget gani? Ni ya maji, ni ya choo zimefungwa, hakuna mahali watu wanaweza enda. Hata mama wakiuza mboga kule waweze wakajua wanaenda kwa kichaka, hakuna miti, hakuna mahali place wote wanaweza enda. Uchafu umejaa kila mahali. Mama, tunakupenda, we ni gavana wetu, umefanya nini mpaka hapo? Ni kukinyesha siwezi uza juu nafanya kazi ya kuuza viazi banjia. Sasa unapata maji inapita inaingia mpaka hata mahali nafanyia kazi. Unapata hata kuna customer anaweza kuja, uwezi pika juu kumejaa maji, inaingia mpaka hata inaingia kwa plot, unapata choo imejaa maji. Na hata unapata gari haziwezi pitia, customer atapita wapi juu hakuna njia, ni matope, ni maji. Yaani unapata ni mafuriko. Mimi ni Nicholas Mbai na kurejesha studio kwa matangazo zaidi.
Double the impact every Tuesday on Morning Cafe. First, dive into matters business with Anne Odida from 8 a.m. to 9 a.m., where we unpack strategies for success, market trends, and powerful business insights to help you thrive. Saving should not be painful. Then, stick around for the Agri Talk from 9 a.m. to 10 a.m. as we bring you the latest in farming innovations, agri-business tips, and expert advice to grow your agricultural ventures. It's all about matters business and the Agri Talk every Tuesday, 8 a.m. to 10 a.m. only on Morning Cafe. Your business, your farm, your future. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia kuhusiana na kaunti ya Machakos na kuhusiana na ugatuzi wa kaunti ya Machakos, na tumeweza kusikia maoni ya wakazi wa kaunti ya Machakos, na hapo basi niweze kurejea hapa ndani ya nyumba tuweze kusikia waheshimiwa na yapi ya kusema, maana wakazi wa kaunti ya Machakos wameweza kuzungumza tu mengi. Nirejee na wewe Bwana Francis Kavio. Je, umeweza kusikia yale ambayo wakazi wa kaunti ya Machakos wanazungumzia? Wosia wako ni upi kuhusiana na maoni haya? I think naweza nikasema wakati mwingi sisi wanasiasa tunapozungumza watu wanaweza wakasema ya kwamba tuko na ile inaitwa biasness, lakini wakati mwananchi anapojiongea na kuweza kuelezea yale yanayomkumba, hiyo inaashiria vile ama uhalisi wa mambo pale mashinani. Na pia nikiweza kuguzia swala ambalo Ken alikuwa ameweza kuzungumzia kuhusu utungaji wa sheria, ina ule mtiririko ama ile process ambayo inafaa kufuatwa, na kama ile social protection, mimi ni mmoja wa wale ambao wameweza kuhusika pakubwa. Hata tumeweza kushirikiana na mashirika, na mwaka jana mwezi wa 6 tuliweza kuketi chini tukaweza kufanya draft ya ile policy document, na ukiangalia kutoka mwezi wa 6 jana mwaka jana sasa hivi bado haijaweza kukamilika. Inaonyesha kwamba kuna some naweza nikaita kuna upepetevu mahali ambapo unapata yule mhusika ambaye anafaa kuhakikisha ile document baada ya kuweza kuifanya pale, waziri mhusika anafaa kuwa aliweza kuleta kwa haraka. Na changamoto ambayo tunayo pale Machakos si changamoto ya utungaji sheria ama vitu kuweza kuchelewa pale bunge, na hao wenzangu wote wanaweza wakakubali hilo. Hata ukiangalia kuanzia mwaka wa 2022 tulipochaguliwa, Machakos County ni mmoja wa county in terms of legislation na oversight requirement ambazo tumekuwa tukifanya kama jimbo la Machakos. Naweza sema hatuwezi pita chini ya nambari 3 kati ya majimbo 47, maana kama ni bajeti tumekuwa tukiipitisha kwa ule muda unafaa. Kama ni sheria ikifika pale, tuseme kwa mfano kuna sheria tulipitisha ya kusaidia sekta ya afya ambayo ilikuwa inaitwa FIF. Kwa sababu waziri aliweza kuwa mkakamafu na akaifanya vile inafaa, ilichukua chini ya mwezi mmoja ilipofika pale kuweza kupitishwa na ikaweza kutumika. So mambo ya social protection, I think changamoto imekuwa ni hiyo, kwamba ule upande wa executive kiasi ya kwamba naweza nikasema hawajaweza kuelewa ni vipi walikuwa wanahitajika kuifanya. Na hilo ndio policy document ambayo ingesaidia mambo ya kuweza kuempower vijana, mambo ya kuweza kusaidia kina mama,
na pia inatokea pia mi ni mwenyekiti wa kamati ambayo zile regulation zinapotengenezwa upande ule, kamati ambaye mi ni mwenyekiti ndio inaweza kuzichunguza. Na huyu na Bwana Steven pia ni member wa ile committee. So anaweza akakueleza kwamba hivi tunavyokaa hakuna sheria ama regulation yoyote imekwama pale. Na kama kuna zile bado hazijaweza kupitishwa, changamoto iko upande ule mwingine. Maana pia hatutaki kupitisha document ambayo ina dosari. Tunataka kupitisha document ambaye haitatumika tu leo wakati wa uongozi wa gavana ambaye yupo kwa sasa. Tunapitisha a document for posterity ambayo itatumika na bunge ambazo zitakuja hata after sisi kuondoka. So changamoto imeweza ikakuwa pale. Nikimalizia issue ya kumanage expectations za mwananchi. Zile vitu zote ambazo mwananchi anaitisha, gavana akishirikiana na mawaziri wake kila mwanzo wa mwaka wa kifedha, wao hutoka na kuzunguka na kuchukua maoni ya mwananchi, wanatengeneza ile, tuko na ile CIDP. So kila mwaka kabla ya bajeti kupitishwa, na hilo already lishafanyika, hii bajeti inakuja, waliweza kutoka wanaenda kwa ward zote 40, wanauliza kwa mfano kama pale mimi naongoza. Kama ile barabara umeona wananchi wakiweza kulalama pale, mwaka wa 2023 hao wananchi waliweza kuzungumza, wakaulizwa mnataka vipi, wakapeana vile inafaa kufanywa. The following year lile likaweza kufanyika. So na sasa tuko 25, na tumai wakija tena yule mwananchi bado atasisitiza ile barabara kuna shida ya maji. Kwa hivyo wakati tunasema fedha hazitoshi, ilhali tuko na CIDP na kuna ADP ambaye hiyo inaangalia the current financial year. Na gavana aliweza kukuja akaongelesha wananchi na akasema naomba mnipe, maana kuna uhaba wa fedha, nipeni vitu 10 ambazo ni priority. Na kila mwaka tumekuwa tukifanya hivyo, na sababu uliona niliweza kusema ni 5, ukirudi pale kwenye ground unapata there is little mwananchi anaweza kuwa akaonyesha. So tunaweza tukapiga siasa, tukajaribu kujipaka mafuta, tukajichana vizuri, tukae tunapendeza, lakini mwananchi kila siku atazidi kusema ukweli. Na mwananchi anajua wakati ni changamoto ya uhaba wa pesa, na kuna ile anajua wakati ni business ama serikali haifanyi kazi. Kumaanisha pia unakubaliana na kile ambacho mwananchi anasema. Bwana Steven, kabla tuje kwa Bwana Ndawa, labda kauli yako kuhusiana na kile ambacho kimesemwa na wakazi, na pia kuhusiana na kile ambacho mheshimiwa hapa amesema. Ni vizuri Chichi. Kwanza niseme, nikianza kuongea nilisema kwamba mimi na serve muhula wangu wa pili kwanza. Nilifanikiwa kupata re-election ya hii term. Na ni vizuri pia tuseme venye Bwana Kenya alisema kuna matarajio ya mwananchi. Kweli. Na ukiangalia matarajio versus resources, obviously mimi nilisema hiyo ni kidogo. Si kwa Machakos County peke yake, kwa sababu hata ukiuliza kaunti zingine utapata tu kuna changamoto sawa tu na zenye ziko Machakos na zenye ziko kwa nchi nzima. Hii ni kumaanisha ni vizuri mheshimiwa ameongea mambo ya public participation venye huwa inafanyika. Na kwanza nishukuru kwamba for the first time Machakos kwa public participation inaongoza. Kufanya public participation, hiyo ni kweli. Tunafanya public participation vizuri. Na ukiimagine kuzunguka kaunti zima iko na ward 40, unakutana na watu wanakupea zile projects wanataka zifanye. Utashangaa Chichi, utaenda pale unapewa project kama 100, na hiyo ni ward moja. Unaenda ward nyingine unapata 100. So inamaanisha mwaka ujao ukikuja utapata wale wananchi bado wanasema na hii barabara tuliongelelea. Kuna ile kuelewana kwamba tukikuja tukiuliza shida ama projects zenye tunataka zifanywe na serikali, haimaanishi ni za hiyo siku. So unapata hapo ndio kuna shida kubwa. Kwa mfano, tukienda kwa CIDP, tulitengeneza CIDP inaendanga miaka 5.
Nilijaribu kuangalia hiyo document, iko na project kama karibu 100,000. 100,000 projects zenye mwananchi anataka zifanye. Hiyo CIDP tukifanya, tulienda kwa kila sublocation. Tulizunguka kwa kila sublocation. Kwanza tukajua ni nini na nini na nini mwananchi anataka afanyiwe. Then inakuja document ya pili ambayo ni ADP, inakujanga ya kila mwaka. Hiyo ya kila mwaka utapata labda hii mwaka public participation ilifanywa kwa sublocation A, hiyo mwaka ingine itafanywa kwa sublocation B. Kwa hiyo sublocation B hawatasema yenye sublocation A ilisema, watasema kitu tofauti. So at the end of the day utapata ukienda kwa mwananchi atakwambia labda kitu fulani haijafanyika na tulisema. Unajua, naamini wakiona gavana basi kila kitu imefanyika saa hiyo na tuko sawa. Lakini Chichi, tukienda vizuri na tukiangalia kulingana na zile projects zenye zimefanyika, mimi nikiongelelea kama wodi yangu, kwa hii mula tu ya miaka 2.5, najua niko na projects zaidi ya project 50 kwa wodi moja zenye zimefanywa. Mwananchi ana celebrate kwamba at least hii tumeona. So nafikiria wenzetu maybe baadaye, kwa sababu mimi pia wakati nilichaguliwa mara ya kwanza nilipitia tu hiyo mlengo yenye wanapitia tu. Ni venye tu hawajauliza mlengo, hawajataka kuniuliza vitu zingine venye tuliweza kusurvive. Nilipita tu hiyo mlengo, ni kitu tunajua venye wanafanya, but at the end of the day sisi wote tutaulizwa. Kwa sababu tukiomba kiti kuna venye tuliambia mwananchi. Haiwezi ikakuwa wakati naingia hata wengine tulikuwa na tumekondisha graders, tunawatengenezea barabara sisi wenyewe MCS. Tunawatengenezea kabisa. Tunawaambia mnaona hii, mkinichagua itakuwa hivyo. Then sasa tukiingia tunaanza kusema hapana, unajua hii si kazi yetu ya. And now that is where the problem is. Unaona tunakwaruzana kiasi, but at the end of the day mwananchi ndio kusema ndiye atasema. Ningehitaji sana kusikia Bwana Ndawa, maana na kuona la kuangalia na labda anashangaa. Bwana Ndawa, tueleze tu. Ile kitu ningesema ukweli ni vizuri usemwe. Kuna mahitaji mengi ambayo wananchi wako nayo. Ingine inawezekana na ingine inakuwa ngumu kidogo. Kama vile mwenzangu amesema, hiyo CIDP ambayo tulitengeneza iko na hizo project mingi, na wenye walipeana hizo project ni mwananchi mwenyewe. Na mwananchi mwenyewe akipeana hizo project ako consider county itakuwa inapata pesa ngapi, na within that period ya 5 months, ni 5 years, watakuwa wamepata kiasi gani, na hizi project zinahitaji pesa ngapi. So kama tungekuwa na information ya kwamba hizi project zitahitaji either bilioni 5 ama bilioni 10, tungepanga at least project ziwe unaweka project na pesa yake, lakini walileta bila kuconsider ni pesa ngapi itapatikana. Unapata mara mingi, mimi nimekuambia hata mimi nafanya second term. Kuna ile CIDP ambayo tulipata 2017 ilikuwa imetengenezwa na the previous bunge. Hiyo ukiangalia hiyo CIDP hata tu kuenda nusu yake, that mula wa miaka 5. Hatukufanya hata nusu hiyo CIDP. Wakati tumekuja second term tuko sasa, tumefanya part of hiyo CIDP na tumeanza hii. Na kusema ukweli, sababu ukweli ndio utaweka watu huru. Zile project ziko hazitawezekana kufanywa zote before the end of the term. Because of what? Kwa nini? Financial constraint. We are living in a world of limited resources. Mahitaji ni mengi, resources ya kufanya ni kidogo. Nimesikia wenzangu hao wanasema kuna ward maybe 10 ama sijui ngapi zimefanywa kuliko zile zingine. Mwakilishi ward naye pia hako na jukumu, yeye kama mwakilishi wa hiyo ward yake awe aggressive. Mimi siwezi kwenda kutetea ward nyingine ambayo sikuchaguliwa pale na iko na mwenyewe. Kila mtu lazima awe aggressive. Vitu kigawana pale kwa county, make sure amechukua ya area ya kwake. Wenye wanasikia wako na makelele mingi ni wale hataki kuswallow kwa pride yao na waende mahali resources ziko wachukulie watu wao. Ndio unasikia hiyo kelele mingi. Yes. So mimi naomba kwa heshima. The county government of Machakos consists of two arms. The county assembly and the county executive. County executive ikifail, assembly imefail. Assembly ikifail, hao wengine wamefail. So ni vizuri tushikane
kama kitu moja, kama serikali ya Machakos, tufanyie wananchi kazi. Ni Sababu umo. wananchi wanataka kazi, sio stories. Mbona kiongozi mtaalamu wa masuala ya uongozi sababu Chichi, hii runinga yako inatazamwa na mamilioni ya watu. Kweli. Si vyema tunapozungumzia mambo ya ugatuzi tulete mambo ambao hayako katika katiba. Katiba yenyewe imepatia inasema mheshimiwa ama MCA amechaguliwa kuwakilisha watu. Naam. Kwa hivyo kama nimeshtuka sana kusikia sasa kama itabidi mtu aende apige magoti, asherekee, alambe watu miguu ndio maendeleo ionekane, basi wale ambao walitengeneza katiba ya 2010 hawakuwa na haja yoyote, wangesimama wafanye ile kazi. Na nataka kueleza mheshimiwa ambaye ni minority leader wetu, nimwambie katika bunge jinsi inavyotengenezwa. Tumezungumzia mambo ya HDP na wakasema wao kama serikali, sababu wanaongea sana kama upande wa serikali. Ingawaje ipaswi kuwa hivyo. Tunazungumzia sisi kama wanabunge ambao sisi ni wakilishaji wa watu. Ile jambo kubwa letu sisi hatutengenezi ADP. ADP ni document ambayo inatoka kwa executive. Na wakati ADP inapeana kwa executive, ina translatingi kukua kwa budget. Sababu hatuwezi tukafanya jambo lolote ambalo aliko katika CIDP, ambalo aliko katika ADP. Na katika kuunda hiyo CIDP na ADP, watengenezaji wa katiba na tukiendelea budget making process, walitaka ile mtu si katikati tu ameenda amechukua amesema atafanya project fulani, amefikiria hivi, na hiyo inakuwa ni kama mwongozo. Na kwa hivyo kama serikali inasema yale mashida imeenda kuahidi watu, afadhali ueleze mtu pale katika ground. Badala ya kumwambia tutafanya mambo 10, umwambie hapana, zile jambo inawezekana kufanyika kulingana na pesa yetu, kulingana na uwezo wetu, ni hii jambo moja. Sababu hiyo ndio inaleta ile expectations ya mwananchi. Sababu mwananchi ameambiwa, ameenda katika ADP na amepeana, alafu anaambiwa tutafanya. Lakini ukweli wa maneno ni kuwa haitafanyika. Jambo letu ni jambo rahisi sana. Na nieleze mheshimiwa, shida kubwa yetu pale Machakos, sababu tumesikia wananchi wakisema, tumesikia wakisema hii barabara ni mbaya. Hiyo si kilio cha ward moja peke yake. Na hata ukienda kwake Matu, maybe katika ile village ametoka, maybe hapo Matu town ama Kalakala town, mambo itakuwa ni mzuri. Lakini kilio chote inakata cross kwa sababu ya ile ahadi tulipatia mwananchi. Zile ahadi ambazo governor alisimama akapeana kwa mwananchi. Kuna mtu amesema jambo moja hapa, na ni mkanganuzi wetu wa mambo, akasema kuna shida moja ya kuwa sisi hatujapitisha zile sheria. Steve mwenyewe DS wetu amesema pia kuna sheria kama zile za empower wa mama kupatia ile tulikuwa tunaita Wikwatio Fund. Haijapita pia. Kwa sababu gani? Wale watu ukiwaangalia, na nataka uende uangalie katika jinsi kazi inafanyika pale Machakos. Katika kila mkutano, ma-CEO na ma-CCM wako katika zile mkutano. Wao hufanya kazi saa ngapi? Wao hufanya kazi saa ngapi? Na ndipo nilisema ni kuanzia nikasema changamoto moja kubwa ni ile ya rasilimali watu. The human resource ambao inafanya kusaidia governor. Sababu governor ni CEO. Governor hautamuuliza swali ya barabara ambayo haijakatwa. Mimi ndio napaswa kuuliza CCM. Naomba nimkosoe. Naam. Naomba nimkosoe. Kabla umkosoe. Unikubalia. Nitakukubalia, lakini kabla umkosoe kwa sekunde 30 hivi tusikie, maana umeangazia kile ambacho pia mtaalamu wa masuala ya uongozi amesema. Bwana Osido. Naam Chichi, na ni sababu tulishakubaliana ya kuwa sura ya 177 ya katiba yetu inawapea hawa viongozi shughuli 3. Kati ya hizo shughuli ni uongozi wa wale ambao wamewachagua ama representation, na ya pili ni oversight. Of course ya 3 pia kuna ile ya legislation, kuunda sheria etc. Mimi nasikitika sana, na ni sababu member of county assembly haezi akasema sheria haijapitishwa, sababu hiyo ni shughuli yako. Rafiki yangu anapouliza
anakutuma wewe Chichi Josephine uende waulize wale CEC na chief officer mnakujanga ofisi kufanya nini? Hiyo sio shughuli yako. Ni shughuli yao, na ni sababu katiba pia imewapea ile opportunity ya two things. One ni oversight. Kumaanisha ya kuwa kama kuna vitu ambavyo havifanyiki kwa vizuri ama kwa njia ya ufana, ni shughuli yao kuwa summon quote and quote katika bunge waweze wakajibu. Ya pili, wao wenyewe ndio wanawavet. Sijui vetting kwa Kiswahili ni kuwapiga msasa. Wakati mheshimiwa gavana asha submit majina, wao ndio wako na ile nafikiri inaitwa Legal and Justice Affairs, ya wanawapiga msasa, wanawavet. Kwa hivyo kama kuna CC ama chief officer ambaye hafanyi kazi yake, ni wao inatakikana waandikie clerk, I mean wa engage na clerk through the leadership of the assembly. Huyo waziri ama chief officer aitwe aulizwe, mbona sheria haijapitishwa? Sisi kama watunzi wa sheria tushamaliza shughuli yetu. Na ni sababu hata ninapokuwa nimeketi hapa, kuna wale ambao tunafanya nao kule Machakos, wanaitwa Citizen Accountability and Action Group members. Wanasema ya kuwa katika Social Protection Committee waziri ameitwa kule mara mingi sana. Lakini wanashangaa, kwani ni nini waziri huenda kufanya na katika kamati ya Social Protection kwa masuala ya vijana, na kila mara anaitwa na hawa viongozi anarudi. Lakini hapa tunaambiwa ni executive ndio iko na shida. Kwani ni nini iko hapa katika? Kabla mkosoe, ningehitaji nijue Bahati una nini la kusema? Maana nimefurahi sana rafiki zangu ambapo wamekuwa wakisema kuhusu kazi ya kutetea mwenye nchi. Wengine wanasema kwao kumefanywa kazi zaidi ya kwingine na vitu kama hivyo, na nataka tuweze kuelewana. Napenda ambavyo mtaalamu wetu amesema kuna upande wa gavana na kuna upande wa assembly. Unapata mara mingi kazi zetu lazima tusimamie ukweli na usawa. Lakini wakati ambao tunasimamia ukweli na usawa, kuna watu ambao utapata hawataki hilo jambo. Nimeshangaa sana akisema lazima MCA aweze kwenda kukaribia gavana, apige magoti, afanye vitu kama vile. Kwa kusema ukweli, basi inamaanisha basi hatuhitaji kikiti cha MCA kama serikali ama katiba yetu, basi tuondoe kikiti ndio iweze kuwa rahisi kwa gavana kufanyia kila mwenye nchi kazi. Usisahau wakati kila mtu alikuwa anaitisha kiti kutoka kwenye urais hadi sisi kwenye MC, kila mtu alienda kuuliza kazi, akasema ndafanya hili na hili na lile na lile. Nimesikia mwenzangu akisema wakati mula wake wa kwanza ilibidi yeye akuwa akijifanyia kazi kutoka kwa mfuko wake. Sasa unashindwa jamani, kama gavana atakuja kwenye kule kwenye wodi zetu aitishe mahitaji yeye mwenyewe kila mwaka, aitishe mahitaji, aje kule kwenye bunge, bajeti ije tuipitishe, tumpe hela. Basi mbona mimi kama Grace Bahati niingie kwenye mfuko wangu nifanye mahitaji ambayo yeye mwenyewe binafsi ambayo aliyopewa na mwenye nchi? Kweli tutaendelea kufanya hivyo? Na ndio sababu nashinda nikiambia marafiki zangu wenye siasa, tuache kuona wapigaji kura kama ni wajinga. Si wajinga. Manake wanajua kila mtu ana kazi yake ya kufanya. Manake hatutapeana hela na kisha mimi tena nirudi, tulisema tujenge hospitali pale. Na mimi sasa Bahati nirudi tena kwenye mfuko wangu niende nikajengee watu hospitali. Haitawezekana, ilhali serikali kuu ishapeana zile hela zije kujengea mwenye nchi kazi. Jambo la pili, hatutakuwa tumefika kile mahali tunasema lazima kama sisi wa Kenya tupige magoti kwenye rais. Hatutasema sisi kama wa Kenya tupige magoti kwenye wabunge ndio waweze kutufanyia kazi. Hizi hela si za mtu. Hizi hela ni kodi ya mwenye nchi. Sasa kama sisi kule Ukambani tunajulikana sisi ni mrengo wa Wiper, inamaanisha basi Rais Ruto atafanya kazi Ukambani? Manake sisi si watu wa upande wake wa UDA. Kama sisi wanasiasa tuache haya mambo. Na pia ningetaka kusisitiza sana kwa wapigaji kura, ukiona mwanasiasa yoyote anasema lazima upige magoti ndio ufanyiwe kazi, huyo ndio mtapeli mkubwa zaidi. Huyo ni mtu ambaye anataka kusema basi kama wewe mwananchi nitakuja ndakupigia magoti jamani unipigie kura. Lakini ukishanipa ile kazi, haya sasa wewe sasa njoo piga magoti hapa nikufanyie kazi. Haitawezekana. Kama wenye nchi lazima tufike mahali tunasema enough is enough. Imetosha. Hatutabebwa kama wajinga. Na hapo ndio kutapata sasa kama sisi kama mimi mwenyewe watu wengi hata nipenda, manake ndaongea lugha ya mwenye nchi, na ya ukweli ni kwamba kama tunalipa
kodi zetu, kama tunalipa ushuru wetu zote tunazifanya, basi ni haki yetu kama wenye nchi wapigaji kura kufanyiwa. Kwa hivyo ni sharti pesa za umma zitumike vile ambavyo inafaa. Lazima zitumike. Kama wodi yangu tulipigia gavana au la, ana haki ya kufanya kazi. Tusikie Bwana Ndao anasema nini. Mimi nataka niwakosoe watu wawili. Na nitaanza na yule mheshimiwa wa Kalama. Amesema yeye hausiki katika ile public participation. Nataka nimwambie kwamba public participation inafanywa mara mbili. County executive wanaenda round, na wakienda round, county assembly pia wanarudi kuashua ya kwamba ile kitu ilipeanwa kama ndio imeingia kwa program hiyo. Alafu tukisha kuwa inaletwa tena kama ni HDP, inaletwa katika mbunge tukuje kupitisha. Ni jukumu, ndio nimesema ni jukumu ya mwakilishi ward ensure ya kwamba ile vitu ambao watu wa kwake walipeana imewekwa katika mpango. So ile kitu nasema nawapiga mnimu sasa. Na waambie wao ndio wamelala kwa kasi. Wangekuwa wanafuata. Si kwenda kupiga magoti. Si kwenda kupiga magoti. Ni kwenda kutetea wakati. Hizo siasa. Acha nimalize. Order. Sekunde 2. Mwananchi ako na huru na ako na haki ya kufanywa kazi. Kwa hivyo ile mtu alituma kule kwa mbunge, ni lazima awe mkakamavu, make sure budget ikienda kupita ile vitu ilipeana kwa ADP, vitu yake iko ndani. Sasa ikipita budget kama yako iko ndani, watu wako wamepoteza. Najua tuna mengi ya kuzungumza, lakini muda umetupa kisogo. Kwa sekunde tu 30. Sababu tumesemwa, sababu huyu amesema hawa, waje tujiondoe katika hiyo maneno. Sekunde ni 5. vizuri, ni vizuri wakati watu wanaongea wakuwa wanafuatilia. Watu tu wasitupe maneno kiolela olela. Tulizungumzia yeye mwenyewe ndiye amesema ya kuwa yale mahitaji yote yako katika HDP hayawezi kufanywa na gavana yeyote. Naam. Kwa hivyo sisi, jambo ambalo nilikuwa nasema, basi kama ile serikali ndio inakubalia na kusema tutafanya hili, lile, sababu CIDP si kumaanisha ni ile kitu itafanywa. Lakini wakati jambo linakuja katika HDP, ni ile tumechagua hiyo moja na kusema katika zile vitu 10 tutafanya hivi na hivi, na ndio zinawekwa katika bajeti. Kwa hivyo wakati bajeti haijatekelezwa ama kazi imefanyika vibaya ama mambo haiko vibaya, si kuja kuleta shida katika kusema ni MCA. Shida kubwa sana pale Machakos kwetu ni mambo ya ufisadi na ufanyikaji wa kazi vibaya, kutowajibika labda. Kutowajibika katika kazi. Hata wale makontrakta wafanya kadarasi wanafanya kazi. Wacha tumsikie bwana Kavyo tafadhali. Sekunde 30. Naam. Ni mtaalamu wa vitabu, lakini jinsi anavyozungumza ni kama ana ile exposure. So anaposema eti waziri sijui anaongelelea nani, kipaza sauti chako labda akitoe sauti anaposema kidogo tu kabla watengeze, tusikie kauli ya Bwana Steven. Bwana Steven, kauli yako ilikuwa ipi? Ni vizuri na pole. Unaona kidogo venye tunakaa tukwangi hivyo chichi. Tukwangi hivyo. Unajua ni vizuri kama viongozi kupeana nafasi, niongee chenye nasema, niseme chenye nasema na mwingine aseme venye anafikiria. Ukisema hivi na wewe tafuta nafasi useme. Kwa hivyo hatukumaanisha vibaya. Pili niseme hivi, nashangaa sana. Kwani bajeti inapitanga wapi? Wakati sisi tunasikaa hapa tunasema gavana alienda akazunguka. Si bajeti inapitanga kwetu sisi waheshimiwa? Inapitanga kwetu. Sisi tu ndio huwa tunapitisha. So venye nataka kusema ni hivi. Ni vizuri wenyewe wamekubali vitu kadhaa kwamba kuna ward 10 zimefanya kazi, sijui kuna nini imefanyika. Na venye nasema sijui wengine hawezi enda sijui kwa gavana kufanya nini. Hawa tu wenyewe juzi walikuwa State House. Kwani walikuwa wameendea nini? Walikuwa wanasema ni development tour. Kwani ni nini mlikuwa mnaendea huko wakati nyinyi mmetumwa na wananchi mkafanya na gavana, lakini mnaruka juu mnasema mnaenda State House? Bwana Steven, labda wakati mwingine tutapata nafasi. Asante. Kipaza sauti chako labda kiko sawa kwa sasa, lakini pia muda umetupa kisogo. Mtaniruhusu tu tutamatishe. Tutatafuta muda mwingine tuweze kuzungumza mengi kuhusiana na ugatuzi kaunti ya Machakos, maana nimeona mna mengi ya kuzungumzia. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tumefika tamati mwa mjadala ambapo tulikuwa tukiangazia ugatuzi
ugatuzi katika kaunti ya Machakos, na tumepata mengi kutoka kwa wale ambao ni wageni wangu. Upande wangu wa mbali kidogo tulikuwa na Kevin Osido ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, tulikuwa na Francis Kavyu ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Kinanie Mathatani, pia tulikuwa na Stephen Mwanthi, naibu spika huko kaunti ya Machakos, pia tunaye Grace Bahati ukipenda Zora ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Cheleni. Pia tulikuwa na Judas Billy Ndawa ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Matu, pamoja naye Boniface Maeke mwakilishi wa wadi ya Kalama. Shukrani sana kwa kuitikia wito wa TV47. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, usiende mbali maana nitakuwa nikirejea na taarifa za saa 7. Usiende mbali.